Baraka ni mfumo. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua, unaweza ukawa umezaliwa kwenye familia nzuri kabisa ambayo ina wazazi wazuri, wana maadili mazuri, lakini wewe kama wewe ukaanzisha dhambi mpya kwenye familia, na ile dhambi ikafungua mlango wa kukuletea majeraha kwenye maisha. Au unaweza ukawa umezaliwa kwenye familia ambayo tayari kuna dhambi imetendeka, na hiyo dhambi imesimama kama zuio la kuwazuia watu. Kuna watu ambao wanaweza kazaliwa kwenye mfumo wa baraka na wao wakajikuta wanatembea kwenye huo mfumo wa baraka. Ndio maana kiongozi yeyote anapokuwa madarakani huwa anatengeneza mfumo kwenye uzao wake. Yaani usije ukamlaumu kiongozi leo amekuwa rais au amekuwa waziri ukaona anawaingiza watoto wake kwenye mfumo wa serikali ukamlaumu. Yaani huo ni mfumo uko hivyo. Hata wewe leo ukiwa na madaraka ya aina yoyote kwenye nchi lazima utawaweka watoto wako. Yaani hiyo inakuja automatic. Kwa nini? Ni mfumo unajitengeneza kwa mazingira hayo. Kwa hiyo baraka huwa ni mfumo, lakini pia laana ni mfumo. Vile vile ambavyo baraka ni mfumo, laana pia huwa ni mfumo. Ndio maana huwa tunasema kuna mifumo inayotawala na kuna mifumo inayotawaliwa. Kwenye nchi kuna mifumo inayotawala, kuna mifumo inayotawaliwa. Kwenye familia kuna mifumo inayotawala, kuna mifumo inayotawaliwa. Kwenye ndoa kuna mfumo unaotawala, kuna mfumo unaotawaliwa.